lakini magonjwa ya njia za hewa hii yanaitwa pneumonia au kichomi, au njia ya hewa inaanzia puani inakuja kooni. Kuna hii inaitwa tonsils au pharyngitis, alafu kuna kuja yale ambayo yamefika kwenye mapafu kabisa. Hiyo ndio ile kichomi kamili ambayo inaitwa pneumonia. Hii bado yapo, japokuwa pia nayo yamepungua kiasi. Kwa hiyo hayo nimetaja kwa watoto. Alafu kuna magonjwa haya ambayo ya njia isiyo ya hewa, ila njia ya kupitia koo ya kumezea chakula kwenda tumboni mpaka kutoka, na haya kwa jumla tunaita diarrhea diseases au magonjwa ya kuharisha. Alafu kuna mengine ambayo inategemea sehemu gani ya tumbo imedhurika zaidi, yanaitwa vidonda vya tumbo. Alafu ukitoka kwenye magonjwa ya njia za hewa sasa unakuja magonjwa ya njia za mkojo. Na hayo yako njia ya mkojo inaanzia ndani ya tumbo huko kwenye figo, na inakuja kwenye kibofu cha mkojo, na inakuja kwenye njia za haja ndogo. Kwa kawaida yanaitwa kwa jina la kawaida UTI. Alafu kuna magonjwa ya njia za uzazi. Sasa hayo ya njia za uzazi, kuna tumbo la uzazi nalo lina mirija yake, na njia ya uzazi inaanzia nje kwenye uke au uume. Kwa hiyo hayo yanaambukiza kupitia hizo njia. Mengine yanatoka kwa kuambukizana, lakini mengine yanaanzia huko ndani kwa ndani, na yana affect lile njia ya nje ya uzazi inaitwa uke. Alafu kizazi chenyewe kinaitwa uterus na mirija yake, na wadudu wanaweza wakasafiri wakafika mpaka ndani ya tumbo kwenye mirija kule. Alafu nadhani kwa lugha inayoeleweka zaidi wanaita PID, yani pelvic inflammatory diseases. Sasa kwa kifupi, kwa vile unajua hii mambo kila kitu unaweza ukapiga lecture kwa nusu saa au saa moja, lakini leo nilitaka kutoa tu angalizo la jumla. Ndio. Na yale njia za hewa kwa umri wote tusisahau pumu ambayo inaitwa asthma. Ndio. Sasa tukitoka hapo tunakuja kwenye magonjwa yetu sisi watu wazima. Kuanzia watu wazima kuanzia miaka 20 kwenda mbele, 30, lakini hasa 40 na kuendelea. Na sasa hayo kuna magonjwa labda maarufu mawili ambayo ninaweza kuyataja. Moja inaitwa shinikizo la juu la damu au hypertension, na ingine inaitwa kisukari au diabetes. Hiyo karibu watu wengi wanaijua hiyo, na hata wataalamu wa tiba wanaitaja sana hiyo, kwa vile inaletwa na lifestyle au aina ya maisha tunayoishi siku hizi, ambayo yanaleta utamu fulani mdomoni, lakini huo utamu kuna lugha ya Kiingereza inasema too much of anything is harmful, yani
ukitumia kitu chochote bila kufuata kiasi na kanuni za afya inaweza kukudhuru. Kwa hiyo nani hiyo kisukari na pressure ni magonjwa yana affect lifestyles, na kwa bahati mbaya au nzuri, watu ambao wana tabia mbaya kitaalamu ni wale watu wazima, na hasa wenye hali nzuri ya uchumi. Yaani wanabadilisha ulaji wao wa asili, wanaleta ule ulaji wa kisasa ambao ni hatarishi. Alafu kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kupata mtu kwenye umri wowote, yanaitwa saratani au kwa jina lingine kansa. Na hiyo nadhani wote mnajua kwamba inachukua watu wengi duniani, na kuna vitu vinavyochangia aina mbalimbali za kansa. Na kansa ambayo ni maarufu sana ni kansa ya kizazi na ya matiti kwa wanawake, na kansa ya tezi dume kwa wanaume. Lakini kansa ziko nyingi. Iko hata kansa ya ngozi, iko hata kansa za ini, iko hata kansa ya utumbo mkubwa. Zote hizo ndio magonjwa hasa common kwa Watanzania. Kwa hiyo hizo zinaitwa pressure au shinikizo la juu la damu na kisukari, na hizo kansa zinaitwa non-communicable diseases, yaani magonjwa ambayo mtu haambukizwi na mwenzake, isipokuwa kwa machache sana, ila ile namna watu wanavyoishi siku hizi inafanya ichangie watu kupata hizo kansa. Na kwa hiyo hata kuna njia za msingi za kuzuia kansa mbalimbali. Kwa hiyo labda baadaye, kulingana na tunavyoendelea na mazungumzo hapa, tutaweza kutaja zile njia kubwa. Sawa. Shukrani sana Dokta kwa ainisho hilo, na bila shaka msikilizaji ameweza kufahamu kwa namna moja ama nyingine ni namna gani au magonjwa yepi hasa ambayo yanasumbua sana Watanzania na pengine wa Afrika kwa ujumla. Lakini tumeangazia kwenye nchi nyingine kunatajwa kwamba kuna mapungufu ya magonjwa haya ambayo yapo yanatukabili sisi huku au yanatusumbua sisi huku. Ukweli wake ni upi, kwamba pengine kwenye mabara mengine hakuna maradhi kama haya ambayo yanatusumbua? Ukweli ni upi? Ni kweli kwamba ni sahihi? Na kama ni sahihi, wenzetu wanafanya nini kwa ajili ya kudhibiti maradhi kama haya? Kwanza tuseme sio kweli. Maana yake kwenye sisi tumekuwa kwenye hii fani ya kidaktari kwa miaka mingi, tangu mwaka 70 mpaka sasa. Kwa hiyo zamani walikuwa wanasema hii magonjwa ya kisukari na shinikizo la juu la damu ni magonjwa ya nchi zilizoendelea, wanaita Western world. Lakini kwa sasa hivi hizi nchi ambazo zilihesabiwa kwamba hazijaendelea, kwa kuiga staili ya zile nchi zilizoendelea, tumefikia wakati ambapo takwimu fulani zinaonyesha
labda tunawazidi. Kwa sababu gani? Wao kidogo walitutangulia kuendelea kujua namna ya kutambua maradhi mapema. Lakini huku kwetu mtu hatambui maradhi mengine mapema mpaka akutwe ameugua, ameshindwa kufanya shughuli kabisa. Ndio watu wanasema huyu mgonjwa, hebu tumpeleke hospitali. Lakini kabla ya hapo tumezoea tu, tunaendelea na shughuli zetu mpaka ugonjwa ukitambuliwa, unakuwa umeshakuwa kwenye stage mbaya. Na sababu za msingi ni nini? Sisi zamani hatukuwa na vituo vya afya vya kutosha au zahanati za kutosha. Kwa hiyo ilikuwa labda kijiji au tarafa inakuwa na zahanati moja yenye mganga msaidizi tu, na kule wilayani unakuwa na daktari labda ambaye ana shahada ya kwanza mmoja, na wengine ni madaktari wa wasaidizi na matabibu na manesi. Na maabara zilikuwa hazina vipimo vya kutosha. Ilikuwa sana sana watapima mkojo au choo au damu kwa kipimo cha malaria. Kwa hiyo ni kwamba magonjwa mengi yalikuwa hayatambuliki mapema mpaka mtu akiwa amezidiwa au labda amefikia stage mbaya. Mwingine anadondoka na anaweza hata akafariki. Na bahati mbaya sisi tulikuwa na kitu kinaitwa tiba mbadala au dawa za kienyeji, ambapo ndio watu walikuwa wanaenda kwenye hizo dawa kwanza. Hata mimi mwenyewe nikiwa mtoto, nikiwa na michango, mama yangu mzazi alikuwa anachimba miti dawa fulani, anachemsha, ananipa nikinywa. Ile minyoo naona kabisa ikitoka kwenye choo. Na hizi magonjwa za surua tumeziugua sisi zamani, lakini tulikuwa tunafukiziwa dawa fulani tu. Na hii magonjwa ya kifaduro unaugua, unakohoa hata wiki 3 mpaka unapona mwenyewe polepole. Kwa hiyo ndio kitu ya kwamba ilionekana kwamba sisi tuna haya magonjwa ya kuambukiza kwa wingi na yanatuua sana. Kwa ajili wenzetu walioendelea walijipatia namna ya maendeleo zaidi, alafu sisi hata hizi tiba zetu mbadala ilikuwa kama ni siri ya yule anayejua zile dawa. Hasemi kwa wengine. Haelezi wengine, labda atamrithisha mtoto wake mmoja. Alafu haya maradhi ya kina mama ya uzazi, hapo ndio tulikuwa ni karibu 100% ni wakunga wa jadi. Ndio. Na hata mama yangu mimi alikuwa mkunga wa jadi. Alafu nadhani alinzidi, maana yake yeye alikuwa anaweza kuitwa tu usiku saa 8 ya usiku, akaenda usubuhi anarudi anasema nishamzalisha yule mzazi. Lakini mimi na usomi wangu ni mpaka ni hospitali niambiwe nesi yuko wapi, kusanya vitu vingi hapo, kusanya tray na za kuzalishia, leta maglovu na nini. Lakini mama yangu hata glovu sikumuona amebeba glovu. Baadaye niliposomea udaktari kidogo nikawa namletea.
Kwa hiyo kama bana ukienda kwenye shughuli yako basi vaa hizi. Vaa hizi. Lakini sasa huko ndani alikuwa anafanyaje? Nilikuwa siingii huko kwa ajili ya itifaki ya kwamba huyo ni mama yako alafu ni mwanamke. Na wakati kina mama wanazalishwa huko, wanaume tulikuwa hatushirikishwi kuingia huko.